Nimewatazama vizuri Al Masry ambao ni wapinzani wa klabu ya Simba tangu kwenye ule mchezo wa kwanza ambao walicheza kule Misri, lakini kwa namna ambavyo wanacheza, kama Al Masry wangekutana na Yanga kwenye mashindano either klabu bingwa ya kombe la shirikisho, wangepigwa na wote tungeshangaa. Yaani wangefungwa magoli mengi sana na wote tungeshangaa. Unajua moja ya vitu ambavyo Yanga wamekuwa wakivifanya mara nyingi ni pamoja na kufunga mabao mengi kwenye zile timu ambazo zinacheza vibaya. Al Masry ni miongoni mwa timu ambazo zinacheza vibaya, lakini ni timu ambayo imepata bahati ya kufika mpaka hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Oniuchi kwenye hiyo hatua pia wamefika kwa sababu hata kwenye kundi lao hawakuwa na timu nyingi ambazo ni bora. Maana timu zote ambazo zilikuwepo pale wao walikuwa na uwezo wa kupata matokeo ambayo ni mazuri. Kwenye kundi lao alikuwepo Zamalek, yeye Al Masry, Enyimba pamoja na timu moja kutoka Maputo pale. Sasa ukiangalia timu zote ambazo zilikuwa kwenye kundi zote zilikuwa zimechoka. Yaani timu pekee ambayo ilikuwa ni imara ni Zamalek pekee yake, na ndio maana kwenye timu ambazo zimefuzu Zamalek amewazidi wenzake kwa tofauti ya alama 5. Yaani amemzidi Al Masry alama 5 kwenye kufuzu. Kwa hiyo unaweza ukaona ni timu ambayo imefuzu kwa sababu pia wapinzani ambao wamekutana nao kwenye kundi ni wabovu. Timu imara ilikuwa ni moja tu ambayo ni Zamalek. Lakini pia hata ukitazama namna ambavyo wanacheza, huwezi kuwalinganisha na timu yoyote Tanzania kati hizi mbili za Simba na Yanga. Lakini Simba wameshindwa kuadhibu kwa sababu Simba sio timu bora kwenye eneo la kushambulia. Lakini timu ambayo ni bora kuliko Al Masry. Lakini kwenye namna ya uchezaji wa kutafuta matokeo, Simba wameshindwa kuwa bora mbele ya Al Masry, na ndio maana Al Masry imeweza kuwatoa jasho Simba kwa kiasi kikubwa sana na kuwalazimisha Simba kutoka sare ya mabaya na kuwalazimisha Simba kupoteza mchezo kwa mabao 2-0. Lakini Al Masry hii ambayo tunaiona imewalazimisha Simba kupoteza mabao 2-0, ingekutana na timu ya Young Africans, Yanga hii ya Pacome Zouzoua, Yanga hii ya Prince Dube, Yanga hii ya Maxim Pia Nzengeli, Yanga hii ya Clement Mzize, Yanga hii ya Djigui Diarra, ya Dickson Job, ya Ibrahim Baka, ya Yao Kosi ya Tohola, ya Israel Patrick Mwenda na wachezaji wengine ambao kwenye kosi ya Young Africans, kama wangekutana na Al Masry, na kuhakikishia Al Masry asingeweza kuchomoka kwa namna yoyote ile. Angepigwa nje ndani. Al Masry ni timu nyepesi sana. Tatizo tu ni kwamba Simba wenyewe wana makosa mengi sana kama timu. Lakini ukitazama performance ya Simba na performance ya Al Masry, unakuja kugundua kwamba Al Masry ni timu ambayo imechoka, yani ni timu dhaifu, lakini imeweza kuwazuia Simba kwa sababu Simba wenyewe hawana mipango mizuri ya kwenda kutengeneza nafasi za magoli na hawana mpango mzuri wa kutumia nafasi. Lakini kwa Al Masry wao inakuwa ni wao, lakini kwa Young Africans kama wao wangeenda kukutana na Al Masry ambao tunawaona, Al Masry angekiona cha moto. Sijui wangefunga mabao mangapi, lakini na uhakika Al Masry alikuwa anapigwa pale Cairo, alafu alikuwa anapigwa hapa Benjamin Mkapa. Kwa bahati nzuri hajakutana na Yanga, lakini naamini kama angekutana na Yanga, angekutana na mzigo mzito sana, kwa sababu Yanga na wajuaga hawanaga huruma. Yaani wakiwa kwenye ubora wao hawanaga masiara, wanakupiga kama umesimama. So tusubiri tuone kwa upande wa klabu ya Simba kwamba itakuwaje kwenye mchezo huu wa kesho kutwa, kwamba Simba watashinda ama itakuwaje, lakini naamini kwamba Al Masry ni miongoni mwa timu dhaifu zaidi kwenye kombe la shirikisho msimu huu, na kama watafanikiwa kuwatoa Simba kwenye mashindano, nina uhakika hawawezi kufuzu kwenda hatua ya fainali. Hawawezi kufika fainali, yani safari yao itaishia kwenye nusu fainali. Hawawezi kufika fainali kama watafanikiwa kuwatoa Simba, kwa sababu kwa namna ambavyo wanacheza, wakikutana na Zamalek au Berkane au timu nyingine yoyote ile, watagongwa za kutosha. Hakuna sehemu wataenda zaidi ya kuishia hapa walipo. Kwa hiyo ambacho wanapaswa kushukuru, wao kucheza Tanzania lakini hawachezi na Yanga. Wangekiona cha moto na kuambia.